Habari za wakati huu, mtazamaji wa Global Library TV. Karibu kwenye Global Makala. Mimi naitwa Daniel Nangonga. Leo tutaangazia kuhusiana na begi jeusi, begi lenye uwezo wa kuangamiza dunia. Imezoeleka kuona katika msafara wa rais kunakuwa na mmoja wa wasaidizi wake aliyebeba begi jeusi, hasa katika nchi zilizoendelea na zenye nguvu katika dunia. Begi hili ni muhimu sana, hasa katika ulinzi wa nchi hizo dhidi ya uhasama na utofauti wa kiitikadi unaoweza kuleta madhara kwa nchi husika. Begi hilo lina majina mengi kama vile President's Emergency Satchel, The Football Case, Black Box, The Doomsday Machine na kadhalika. Ukitazama katika misafara ya marais wa Marekani ama Urusi, kuna mmoja wa wasaidizi wake aliyebeba. Kwa mfano, katika misafara ya marais wa Marekani, askari wa Marine hubeba begi hilo mara nyingi. Kwa ufupi, begi hili ni hatari sana endapo kama mtu akiamua kulitumia kuiangamiza dunia, basi ndani ya muda mchache sana hakuna kitakachosalia. Kabla ya kuendelea, tutazame historia ya nyuklia. Marekani ndiyo nchi ya kwanza duniani kujihusisha na utafiti na utengenezaji wa mabomu ya nyuklia. Utafiti wao wa kwanza kabisa ulifanywa mwaka 1942 hadi mwaka 1947, uliopewa jina la Manhattan Project. Kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia. Mradi huu ulisimamiwa na jeshi la Marekani kupitia makao makuu ya jeshi hilo, Pentagon. Maabara ya utafiti wao ilijengwa huko Los Alamos katika jangwa, ambapo kwa wakati huo ulikuwa ni mradi wa siri sana. Katika utafiti wao waliajiri wataalamu nguli na wanafizikia na wakufunzi kutoka katika chuo kikuu cha California, Bwana Robert Oppenheimer na wenzake. Wakati wakiendelea na utafiti wao, ndipo waligundua silaha hatari sana ya atomic, na jaribio lake la kwanza lilifanyika tarehe 16 Julai mwaka 1945. Likalipuliwa katika jangwa, eneo lisilo na makazi ya watu, lililoitwa Janada de la Muerto, likimaanisha safari ya mtu aliyekufa, yani a journey of a dead man, huko New Mexico. Bomu hili liliitwa The Gadget, na projekti hii ndiyo ikazaa mabomu kadhaa ambayo ni hatari sana, ambayo madhara yake yapo mpaka leo ulimwenguni. Bomu la Little Boy na Fat Man, mabomu yaliyopigwa Hiroshima na Nagasaki mwaka 1945. Baada ya madhara yale kuonekana, Umoja wa Mataifa ukapiga marufuku matumizi ya nyuklia duniani. Kwa sasa hivi nyuklia ikitaka kutumiwa katika nchi husika, lazima rais aruhusu matumizi hayo. Sasa begi hili ni kama alternator au remote ambayo inaruhusu nyuklia kutumika au kuelekezwa katika eneo husika. Begi hili lina mfumo wa kuruhusu ICBM, yani Intercontinental Ballistic Missile, ambayo ni makombora yanayoweza kusafiri kuvuka bara moja hadi nyingine, na hizi huwa ni silaha za nyuklia. Kama rais wa Marekani ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi akiamua kuamuru matumizi ya silaha za nyuklia, basi briefcase hiyo itafunguliwa na command signal itatolewa, ambapo katibu wa ulinzi na wakuu wa vitengo mbalimbali vya usalama watahusishwa kujadili mpango wa kutumia silaha za nyuklia. Katika majadiliano hayo itaafikiwa kuwa kombora la ICBM au kombora la nyuklia, yani nuclear armed bomber, litumike. Hivyo wakati wawili watathibitisha kurusha kombora lililokusudiwa, njia inayoitwa a two-person verification procedure, hivyo zitaingizwa kodi maalum za kuruhusu jambo hilo ama kombora hilo kutumika.
Hizi nuclear football ziko 3 kiujumla. 2 ni kwa ajili ya rais na makamu wa rais na 1 huhifadhiwa White House. Makamu wa rais wa Marekani ameidhinishwa kuwa na nuclear football kwa matumizi ya dharura, kwamba endapo rais atakuwa katika hali ya kutojiweza, yaani kiafya au mengineyo, basi yeye ataidhinisha matumizi ya silaha za nuclear kutumika na nuclear football hiyo. Hayo ni kwa uchache ambayo tumekuandalia siku ya leo. Hii ni Global Library TV. Usiache kulike, kushare na kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.